Naam, habari tena ndugu zanguni. Kwa majina naitwa Alan the Wise. Karibuni tena katika kipindi chetu cha teknolojia ya nafsi. Naam, na leo bila shaka tutakuwa tunazungumzia maana ya mti wa maisha. Mti wa maisha ni nini katika mwili wetu? Cha kwanza, mti wa maisha katika mwili wetu ni moyo. Moyo wako wewe ndio unaweza kukufanya ukawa na huzuni, maisha yako yakawa ya huzuni. Moyo wako wewe unaweza kukufanya uwe na furaha, maisha yako yakawa yana furaha. Sasa kuna kitu kimoja tumekuwa tunakikosea mara kwa mara na ambacho kinatusababishia shida nyingi sana, ambazo ujue maisha ya sasa tunayoisha ni kwamba mwili unapokea maumivu tu ya kawaida ya mwili, na nafsi pia ile unarudi unajikuta umechoka, yani utamani chochote, utamani kulala, maana yake nafsi pia imechoka. Kwa unavichosha vitu viwili wakati mmoja. Sasa leo hii tutazungumzia jinsi gani ya kuweza kusababisha nafsi yako iwe inapata muda wa kupumua na kujihisi una nguvu, furaha, na ukaweza ukafikiri vizuri, maamuzi yako akawa sahihi. Sawa? Leo hii tutazungumzia mti wa maisha, ambao mti wa maisha huo ni moyo wako wewe. Moyo wako wewe ndio unapanda kesho yako. Moyo wako unapanda vipi kesho yako? Hapo ndio sehemu ambapo tutapazungumzia sasa kiundani zaidi, kwamba moyo wako wewe ndio unakufanya ujisikie furaha, amani, upendo, sawa, huzuni, umeona, ukusababishia ujisikie kufanya chochote kibaya ama kizuri, vyote vinaanzia kwenye moyo wako. Moyo wako ndio unachukua kwa maamuzi, yani kwamba sasa hivi nafanya hiki, yani kwamba moyo ushabadilika hapo, ushaingia kwenye maamuzi yako. Sawa? Sasa tunajilinda vipi? Maana msindikizo huo siku zote unatupelekaga sehemu mbaya. Tunajilinda vipi na iko kitu? Nataka tukuzungumzie sasa. Haya, sasa kuna njia moja ya kwanza. Umekutana na mtu kakukwaza, kakutukana, kakujibu vibaya, maamuzi yako wewe ya kwanza yale kabisa, inabidi cha kwanza ujifikirie kwamba je, muda huu natamani kweli niingie kwenye ugomvi? Natamani nizungumze mabaya, tutukanane, baadaye nikae sasa nianze kuwa na ile chuki au kuwaza yule yani kanipiga au nimepiga whatever. Sawa? Sasa unavoulinda moyo wako ndio unasababisha na muonekano wako wa nje kiuhalisia uonekane vizuri. Sawa? Kivipi? Ukiwa ni mtu wa stress muda mrefu, yani kila kitu kwako mara nyingi kinakuwa ni kero. Kwa sababu gani? Moyo wako yani hauoni tena upendo, yani moyo wako umekaa kwenye kiza, moyo wako umekaa kwenye chuki. Sawa? Sasa unajitoa vipi huko na kuweza kujiweka huru? Si ndio? Cha kwanza jisamehe, yani like yaliyopita nilifanya sikujua au nilijua, hata kama nilijua basi sikuwa na uelewa huu wa sasa. Kwa hiyo ninachokifanya sasa hivi ndio kinamata. Nataka Mwenyezi Mungu aangalie makosa uliyoyafanya, hata yawe makubwa vipi, hamna kosa kubwa kwake, ila unachoamua kukifanya kwa muda huu, hicho ndio chenye mantiki. Sawa? Sasa hapo ndio inapokusaidia kwamba wewe jinsi gani uishi kwa furaha, amani na upendo ama huzuni, inategemea kwenye moyo wako wewe unachukua maamuzi gani kila kukicha. Kama unachukua maamuzi ambayo yatasababisha mtu ajisikie vibaya, basi jua wewe ni mtu ambaye muda wote vitu ambavyo vinaingia moyo wako na kutoka ni vitu ambavyo havina furaha. Kwa sababu mazungumzo mazuri wewe siku zote utakuwa unatamani tu yapeleke siku. Ama ukawa ni mtu ambao unapenda mawasiliano mazuri na kila kitu kizuri, ila ukakutana na watu ambao muda wote wanataka kupeleka kwenye mazungumzo, sio kukaruzana, kugombana. Sawa? Sasa utaishi vipi kuulinda moyo wako, furaha, amani na upendo? Cha kwanza, kila hisia inayokuja kabla ya kufanya maamuzi, kaa nayo chini, jiulize maswali kwamba je, ina faida gani? Kaniambia sawa, je mimi niko hivyo alivyosema? Hapana. Je, hata kama niko hivyo ina maana kwamba nikigombana naye ndio itabadilisha kitu? Hapana. La msingi nifanye nibaki na furaha na amani nini? Nikae kimya, nimpuuzie, nimpotezee. Sio, unanielewa? Unajiweka sehemu ambako unaepusha ugomvi.
watu in life people will see like maybe kama mtu fulani ambaye hujali, mwoga au whatever, ila unachokipanda ndio kitachokuja kubadilika mbeleni kwako, kwamba unapopanda mbegu za kutenda mema, kuchagua wema, sawa, ndiyo shida ipo, magumu yapo, ila mwisho wa siku zote mafanikio wewe ya kwako ataishia ni kwenye pema, kwa sababu ndio sema ambako ulikuwa unachagua siku zote. Kwa ulimwengu utakutengenezea njia, dunia itakutengenezea njia, Mwenyezi Mungu atakutengenezea njia, zote ni anakupima, kukufunza. Utazidi kupita kwenye magumu zaidi na zaidi, ili uone mengi, kwamba huyu ananitukana, sio kwamba mimi nimemkosea, hapana, ila kwamba ana kitu kinamkereketa, natamani mtu ambaye naye ampe, ili ajisikie kidogo furaha, kwamba nilikuwa na hasira, afadhali nimetoa. Sawa? Kwa hiyo usiruhusu kubeba hisia za watu ambazo unaziona kabisa hazina faida na wewe, zitakubadilishia mood yako ya siku. Kama ulikuwa na furaha utakuwa na huzuni. Kufuata vitu ambavyo vya kupanda furaha, amani, upendo. Mwili wako wenyewe utaanza kubadilika automatically. Utaanza kuona furaha kwenye vitu vidogo vidogo ambavyo ulikuwa uvioni. Kwa sababu gani? Nafsi ilikuwa muda wote inaanza kuharibu, haiwezi kujenga. Sasa hebu kaa ubavu wa kujenga, kaa ubavu wa kusamehe, kaa ubavu wa pili huko, kwa sababu ubavu huo mwingine ushakaa sana muda mrefu. Hebu jaribu kukaa ubavu wa pili, afu uone maisha yanaanza kubadilika taratibu, na utaanza kuona, unaanza kupata fikra mpya, ubongo unaanza kugundua vitu vipya tofauti na ambavyo saiko yako ama mzunguko wako wa watu na matukio uliokuwa ukikaa nayo muda mrefu. Shanaelewa? Najua nimekuja na mada tofauti kabisa leo, mimi mwenyewe sijaelewa, ila naamini kwamba sehemu nilipoongezwa ni sehemu sahihi, na ambako mnahitaji pia kufahamu, ambako kutawasaidia pia kwenye kuweza kupiga hatua mbalimbali katika maisha. Kwa sababu kila unavyochagua jema, kila unavyochagua kujenga au chagui kubomoa, kwamba sawa umegombana na mtu, hauna haja kugombana naye, kumtukana, kufanya nini, achana naye kwa amani. Ukimuona muda ukijisikia msalimie hivyo, ila una haja ya kuacha maadui kila sehemu unapotoka, kwa sababu hawana faida na wewe. Kwa nini usiache watu ambao nilikuwa nao tu basi ikaishia hivyo? Sawa? Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kuweza kutengeneza njia nzuri sana kuweza kupata mafanikio katika maisha, kwa sababu vitu viovu havitokaa karibu na wewe. Kwa sababu ukiwa unatenda mema, unawaza mema, sheitani hawezi kukutawala akili yako. Kwa akili yako itakuwa huru hata kwenye kufanya maamuzi makubwa ya kuweza kuendesha biashara, familia na mambo mengine, kwa sababu uendeshwe na chuki, unaendeshwa na furaha, amani na upendo, ila ambao pia itakuwa na mipaka na kujua kwamba hapa huyu mpaka havuvuka kabisa. Sawa, huyu hata salamu yangu haitakiwi kupata, ila itakuwa na ukimya, sio kumsengenya, kumsema vibaya, bado tena utakuwa unarudi kule. Sawa, kwenye chuki na maovu. Sawa, nashukuru sana. Kwa majina naitwa Alan the Wise. WhatsApp number 0773873900, 0773873900.